Bwana, mambo ni magumu kwa wananchi na leo tena wameweza kupata sare nyingine ambayo imeweza kufikisha michezo mitano wakiendelea kupata sare. Kona goli Ismail kwa upande wa Mtibwa Sugar ndio ambaye ameweza kulevo ule usukani na kufanya bao kuwa ni 1-1. Bao la Pacome Del Zouzoua ndio bao ambalo limeweza kuipatia alama moja Yanga na kupelekea matokeo kuwa hivi. Mwanengo, sijui kama kuna mtu ambaye ataacha kulaumiwa leo kama Mwanengo baada ya kuweza kupata nafasi ya wazi yeye pamoja na golikipa, lakini ndio hivyo amekosa utulivu na kuweza kupaisha ule mpira na kupelekea mambo kuweza kusoma 1-1. Yanga ya msimu wakiweza kupata ushindi au kupata ubingwa, basi kuna namna wanaweza wakapigia dua ndefu mno kutokana na kile ambacho wanakipambania. Wamekuwa wakipoteza alama na kupelekea mambo kuwa magumu kwa upande wao, ila leo tena wameweza kudondosha alama ikiwa ni sare yao ya 5 kwa msimu huu wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ushindani umezidi kuwa ni mkubwa kwa upande wao, lakini pia ushindani umezidi kuwa mkubwa kwa upande wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kila mmoja akiangalia ni kwa namna gani ambavyo anaweza kujitafutia alama na kisha kuweza kusonga mbele. Yanga sare ya kwanza walipata dhidi ya Mbeya City, sare ya pili wakaipata dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, sare ya 3 dhidi ya Azam, sare ya 4 dhidi ya TRA na sare ya 5 dhidi ya Mtibwa Sugar. Mtibwa hawa pia wameweza kuhakikishia Simba sare nyingine ambayo iliweza kutokea katika mchezo ambao walicheza na kupelekea Simba kuwa na sare 3 na kupoteza mchezo mmoja. Walipoteza mchezo dhidi ya wanalamba Azam FC, wakapata sare dhidi ya Mtibwa, lakini pia wakapata sare nyingine dhidi ya Dodoma Jiji pamoja na sare dhidi ya Club Dar es Salaam Africans. Kwa sasa hivi Yanga ndio ambao wanaongoza kwa kuwa na sare nyingi, lakini pia Simba wana sare dhidi ya Pamba, pasina kusahau hilo, wana sare 5. So Yanga ndio hivyo, mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wao, lakini pia naona dalili zote za kocha Pedro Goncalves kuweza kutimuliwa siku sio nyingi kutokana na matokeo ambayo yamekuwa wakiyapata kwenye michezo kadha wa kadha ambayo wanachezwa. Cha kwanza ambacho kinapelekea haya kuweza kutokea ni pamoja na kushindwa kufanya rotation kwenye kikosi cha Yanga, lakini pia kushindwa kuwa na jicho la kuona sababu zake ni zipi ambazo zinaweza kumpa matokeo. Ukitazama kuna wachezaji kama Babu Kajo hajapata nafasi, kuna wachezaji kama Farid Musa hajapata nafasi, Lasin Kouma hajapata nafasi na wengineo wengi ambao wamekuwa wakipaswa kuweza kupewa nafasi, lakini ndio hivyo mambo yamezidi kuwa magumu kwa upande wao. Djigui Diarra amepanic na anafoka kweli kweli kutokana na kile ambacho kimetokea. Namuona pia Zimbwe akiwa ametulia, watu waamini kile ambacho kimetokea, uzembe ambao umeweza kutokea, lakini pia bad positioning ya goalkeeper Djigui Diarra pamoja na of course ya Okwasi sio mrefu hivyo, lakini ile ilikuwa nafasi pia Djigui Diarra kuweza kuhakikisha na clear kile ambacho ameweza kukikosa ya Okwasi atoula. Mambo ndo hayo. Kona goli Ismail Ture, bonge moja la kona, amenikumbusha kile ambacho aliweka kukifanya Shiza Ramadhan Kichuya, lakini pia wengine wanalalamika huenda ingekuwa ni offside kutokana na mchezaji wa Mtibwa alipokuwa amekaa, lakini ndio hivyo, mambo ni mengi, muda ni mchache. Djigui Diarra ameshindwa kuzuia clean sheet, anaendelea kusalia na clean sheet zake 9 na mchezo ndio hivyo umeweza kumalizika. Yanga ya msimu huu ni mpeche. Watu wanachekelea tu. Simba naona wanaanza kurusha madongo. Mtu mzima Kibabage ambaye ametoka kupata dis kutoka kwa Ali Shaban Kamwe, mambo yanakuwa ni mengi kwa upande wake, anaendelea kufurahi. Unajua Kamwe alisema kwamba kile ambacho anakifanya Kibabage kwa sasa hivi, kwa nini hakuwa anakifanya wakati ambao anaitumikia Yanga, ndio kupelekea wao pia kuweza kumtema. Lakini naenda Simba mambo yamekuwa ni moto, anapiga cross ambazo zinasababisha madhara kwa timu pinzani na mabao pia yanafungwa kuonyesha kwamba amefika sehemu ambayo alikuwa anaitaka. Yanga ya msimu huu mpeche. Yanga ya msimu huu kazi wanayo. Yanga ya msimu huu haina dalili nzuri, wanakosa nafasi, wanakosa sehemu za kutengeneza, lakini pia Mwanengo tutashindwa kujua kama wewe ni mtu ambaye una kitu cha kuweza kuisaidia Yanga. Mambo sio mazuri kwa upande wao, mambo sio mazuri kwa upande wa wananchi. Djigui Diarra pia anafoka kweli kweli, anafoka mno kuonyesha kwamba
mambo sio mazuri, inabidi apigwe umeme, maana kuna namna hana nidhamu. Yani Djigui Diarra hana nidhamu, anaenda kufukiana na mwamuzi baada ya mchezo kumalizika, kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo hana nidhamu nzuri. Kamati saa 72 sidhani kama inaweza ikapotezea hili kupelekea mtu mpaka anakosana na viongozi, lakini pia anakosana mpaka na waamuzi kutokana na maamuzi ya hovyo ambayo yamefanyika. Damaro pia hivyo naye pia anafoka. Unamfokea mwamuzi kivipi na ni kwa nini? Unajua tikiwa una nidhamu na kuhakikisha pia watu wanakuwa na mwelekeo ambao unapendeza. Mambo ya kuja kufokeana na waamuzi sio mambo ambayo tumeyazoea. Mambo ya kuja kuwa na wachezaji ambao hawana, yani ukienda championship washambuliaji kama huyu Mwanengo wapo wengi. Wewe ni namba 9 wa Yanga, unaweza vipi kosa pale tena dakika za 90? Yani ni uzembe wa hali ya juu ambao Mwanengo yuko nao. Ndio hivyo Orange wamepoteza tena alama 3 muhimu katika mchezo ambao bonge moja la bao limeweza kufungwa. Pongezi sana kwa mtu mzima mchezaji huyu wa Mtibwa. Cross moja noma sana ambayo ameweza kuipiga, bonge moja la cross kuweza kupelekea wananchi kuweza kupoteana kwa mara nyingine tena. Bwana, mimi nikwambia tu kwamba usiache kusubscribe, lakini pia gusa alama kengele. Tusubirie kuona Djigui Diarra kifungiwa, lakini pia tusubirie kuona adhabu zikiongezeka kutokana na matakwa ambayo